Mheshimiwa Mwenyekiti, neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Kutoka 35:30 mpaka 36 linasema, ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama nimekuchagulia Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila la Yuda, nami nimemjaza Roho wa Mungu pamoja na ustadi na uwezo na ujuzi katika aina zote za ufundi, ili kubuni michoro ya kupendeza katika ufundi wa dhahabu, fedha na shaba, kuchonga vito na kuvitia mahali, kufanya ufundi kwa mbao na kujishughulisha na aina zote za ufundi. Tena basi nimemteua Oholiabu mwana wa Hamasaki wa kabila la Dani ili kumsaidia huyo niliyemteua. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mbunge ninayetokana na Chama cha Mapinduzi, lakini mimi ni mbunge ambaye nimesoma kwa kodi za wanyonge walipa kodi wa taifa hili. Mimi ni mbunge ambaye kwa neema ya chama hiki cha Mapinduzi na bunge hili nimeweza kupata exposure kubwa duniani katika kulitumikia taifa kwa sababu ya kodi za Watanzania. Nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni mara yangu ya kwanza kusimama kuchangia kwenye bajeti ya wizara hii toka nimekuwa mbunge kwa miaka 10. Nataka niseme kwa dhati ya moyo wangu, waziri yoyote anayefanya kazi ya kumsaidia Rais Samia, waziri yoyote anayefanya kazi ya kuleta ndoto za kutimiza ilani ya chama kilichotupa ridhaa ya kuwatumikia Watanzania, Mheshimiwa Mwenyekiti, from the bottom of my heart, na ninajua mawaziri wengi wanafanya kazi hiyo, wakiwemo akina Mavunde vijana, wakiwemo akina Deo, na leo tuko kwenye wizara ya kaka yangu Makonda na Mwana FA. Nataka niseme kwa dhati ya moyo wangu, kaka yangu Makonda pamoja na Mwana FA nimewachagulia ni fungu la kutoka, nikimnukuu mtumishi wa Mungu Musa, wewe na msaidizi wako. Kwanza nataka niseme kwa dhati ya moyo wangu, mimi ni mbunge ninayeamini katika matokeo na ubunifu. Kwa muda toka umekamata mikoba kutoka kwa mzee wangu Kabudi, baba na kiongozi wangu, nataka nikupongeze Mheshimiwa Makonda from the bottom of my heart. Kwanza kwa namna ambavyo umeweza kuonyesha ya kwamba nini maana ya thamani ya wizara hii muhimu, ambayo kama tukiamua kuitengenezea mikakati, wizara hii peke yake ina uwezo wa kuchangia mpaka 7 mpaka 9 ya bajeti ya pato la taifa. Alafu nataka niwaambie, mimi siwezi kuwa chawa. Mimi ni kijana msomi, sio tu msomi, nasema kwa neema ya Bwana. Mimi chuo kikuu nilipeleza pointi 2 kupata first class, na kwenye masters nimepata first class. Masters siwezi kuwa chawa. Mimi ni kijana ambaye ninalipenda taifa langu na ni mzalendo kwa nchi yangu. Kiongozi yoyote akifanya mambo mazuri, nitasimama hapa nitapongeza. Na kiongozi yoyote akizingua kwa maslahi ya kutokutekeleza ilani ya chama changu, nitamchana hapa, awe waziri wa rangi yoyote, nitamwambia mchana kweupe. Ndio wajibu wa mbunge wa Chama cha Mapinduzi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makonda, ninakupongeza kwa sababu wewe ni kijana unayefanya uthubutu, na mimi nataka nikutie moyo. Ushauri wangu wa kwanza, chukua karatasi na kalamu, twende kazini. La kwanza, tutakapomaliza bajeti hii, ninajua ulikuwa hujajipanga kaka yangu Makonda, nenda kaanzishe kitu kinaitwa National Sport Organization Fund. Nenda kaanzishe National Sport Organization Fund. Nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, fund hii ndiyo imesaidia mataifa makubwa duniani kuweza kufinance shughuli zote zinazo image za kimichezo katika mataifa yao. Ukienda kwa mataifa kama Canada, China, Australia, na watu wataniambia unatoa mfano kwa mataifa yaliyokwenda kiuchumi, ninatoa mifano kwa mataifa yaliyofanikiwa kwenye michezo ambayo ni modo ya sisi Tanzania kuiga. Fandi hii utakapoianzisha Mheshimiwa Makonda, nataka nikuhakikishie yatakapokuja mashindano makubwa ya kitaifa na kitaifa, wana michezo watakapopata
kazi ya kwenda kushindana kukimbia riadha duniani, hamtahangaika kuanza kuitana tumtafute sijui Bakhresa sijui nani. Fandi hii itawafandi wa Tanzania kushiriki shughuli zote za michezo duniani na taifa letu litaweza kupata prosperity. Na ninataka nikwambie, Fadhili umeniwahi, katibu msaidizi, nilikuwa nataka nizungumzie swala pia la early specialization. Mimi peke yangu mwezi uliopita nimefinance vifaa vya michezo vya zaidi ya milioni 22 kwenye jimbo langu kwa sekondari zote. Je, ni nani yupo kwenye halmashauri anayefanya kazi ya kuchukua data na logistics? Shule fulani kuna mtoto ana kipaji fulani kwa database nchi nzima ili waweze kuendelezwa. Makonda, nenda kaanzishe database ya nchi ya kuchukua statistics za early talent zote za nchi nzima. Hii alama utakwenda kuiacha. Rais Samia atakukumbuka, Watanzania watakukumbuka kwa legacy ya kazi utakao kwenda kuiacha kwenye taifa letu. Jambo la tatu ninalotaka kushauri Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kaka yangu Makonda. Kwanza nataka nipongeze sana hichi umekuja nacho kwenye bajeti yako. Ndugu zangu wabunge wenzangu, nataka niwaambie, taifa hili sisi ndio tumemkomboa Msumbiji, sisi tumemkomboa Namibia, sisi tumemkomboa South Africa, sisi tumemwaga damu Zambia kuhakikisha tunawaunganisha. Tumefanya kazi Uganda na mataifa yote yaliyo kusini mwa bara la Afrika. Baba yangu Kabudi, unaijua hiyo historia. Leo kitendo cha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mama wa watu, jamani, hebu tuwe wa kweli jamani, ndugu zangu wabunge, kwa kitendo hiki cha kuamua kujenga center ya ukombozi ya ukumbusho wa bara la Afrika, ninaomba wabunge wa Chama cha Mapinduzi na upinzani tukiunge mkono, tumtie moyo rais wetu jambo hili rais alilokwenda kulifanya. Mimi nataka niwaambieni haya ya instability yanayoendelea kwenye mataifa ya Afrika. Tanzania sisi tulionyesha mfano. Wakina mzee Mangula walilala Msumbiji kuikomboa Msumbiji. Wapo wakina mzee Kabudi wanajua historia ya taifa hili. Makonda kaka yangu, hekta 240 ambazo serikali imezitenga, sisi tutakuidhinishia bajeti. Nendeni mkajenge kituo cha heshima kitakachomfanya baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere ajue kazi aliyoifanya ya ukombozi wa bara la Afrika, yeye na watangulizi wake akina Nelson Mandela, akina Kwame Nkrumah, akina Patrice Lumumba. Nenda mkaweke historia na center hii. Makonda, ninakushauri kaka yangu, isiwe center tu ya kimfano wa kitalii, lakini kaka yangu kafungue vituo kwenye mataifa yote tuliyoyakomboa ya Afrika, watoto wafundishwe, tupate watalii na wageni wakuja kutembelea sota hiyo kwa manufaa ya taifa letu. Ninakupongeza sana kwa hilo na ninakutia moyo. Lakini kama kuna jambo jingine mimi linaniumiza moyo, na ninakujua jana na juzi nimesikia ukilitaja, ni jambo la maadili ya watoto wa Kitanzania. Jambo la maadili ya watoto wa Kitanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti kaka yangu Mwanyika, nataka nikwambie na nilieleze bunge lako tukufu. Sisi kama wabunge wa Chama cha Mapinduzi tunaotokana na wengi wananchi waliotuleta hapa bungeni, tusipopaza sauti zetu wakatusikia wale waliotuchagua kwamba tunataka kuwa na taifa la namna gani katika kutunza na kuhifadhi maadili ya Mtanzania, makaburi yetu yatakuja kuhukumiwa. Mungu siku ya mwisho atakapokuja na parapanda na mwaliko wa ufufuo atakuja kutuuliza maswali. Kuna mambo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanakuja na content zenye maudhui ya kushabikia mambo ya ushoga kwenye taifa letu. Na sisi kama viongozi, kuna baadhi ya watu wanashabikia mambo haya, hawajui hatari tunaotaka kulitumbukiza taifa letu. Unakuta mtu kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye Twitter, Mheshimiwa Mwenyekiti, anajiita kwamba yeye anafanya mapenzi ya jinsia moja na watu wanashabikia. Tunatengeneza taifa la namna gani? Tunataka kurithisha watoto wetu nini kwenye taifa hili? Mama Gwajima Dorothy, ninakupongeza sana mama yangu. Nimekuona namna gani unatumia muda wako mwingi kuwaelimisha Watanzania juu ya misingi ya kutunza maadili ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nitoe rai. Makonda, ninajua ulisimama kidete kupambana na mambo ya madawa ya kulevya, na Mungu wa Isaka, Ibrahim na Yakobo hajawahi kukuacha kukupa ulinzi. Ninakuomba kaka yangu, wewe na naibu wako, na umepata naibu mchapakazi, kijana mtulivu na mzalendo, shirikianeni na mwana FA. Ninamjua mwana FA, nimekaa naye katika bunge miaka mingi. Nendeni mkahakikishe misingi, tamaduni, desturi na mila za taifa la Mwalimu Nyerere tunaziacha na kudhihirisha kwa watoto na vizazi vinavyokuja ili tuweze kulilinda taifa letu. Jambo la mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini si kwa umuhimu,
Ninataka nimtie moyo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hichi kinachokuja, cha AFCON, lakini bado tuna bunge la dunia na Makonda, matukio haya mengi yanakwenda kutendeka kwenye mkoa wako. Ninawaomba Watanzania, imarisheni amani na utulivu, endeleeni kulipenda taifa lenu, endeleeni kuwa wamoja, endeleeni kusimamia misingi ya upendo na mshikamano, tuweze kumsaidia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amalize vema kipindi chake cha uongozi. Mungu awabariki, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana waheshimiwa wabunge. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Ibariki Emmanuel Kingu kwa mchango wako.